Mchungaji, usitikise kichwa wala kuitikia. Wale wote waliochukua vitu vile kwa mkopo wamelipa. Usitikise kichwa, kwa sababu kuna watu kakosa kama message kaimethibitishwa. Hawa viumbe walichukua vitu kwa mbwembwe. Yaani mtu anafika mahali sema hayo mahindi 500, huyo kuku 100,000, shilingi 50. Alafu tunampigia na makofi choche ya karama. Mnaifahamu karama yake huyu? Siku hizi tuna majambazi wa staarabu. Wanaliimbia kanisa huku tunawashangilia. Wanaliimbia kanisa huku tunawapiga makofi. Wameondoka na mahindi yetu, wameondoka na jogoo wetu, wameondoka na vitenge vyetu. Hawajavilipia. Alafu kwa kejeli anaenda kushona. Huku hajalipa deni, anaenda kushona. Anamlipa fundi pesa inayofanana na deni la kanisa. Alafu anakuja na kitenge, anatuuliza wenye nacho, fundi amenipatia. Anasema ndio kile kitenge cha kanisa kile nilichukua siku ile. Kuja kilipia kitenge chetu, unakuja hapo unapendeza. Hizo ni kejeli. Alafu ana amani. Mwingine alichukua jogoo akala. Amerudi hapa tumashafu tumenona jogoo wa kanisa. Alafu hajamlipia. Tukihubiri utasikia mchungaji usiwe na maneno makali. Sisi watoto. Utuhubirie kistaarabu. Tukuhubirie kistaarabu mwizi wa jogoo. Mchungaji sikuiba zinani. Hivi wewe unadefine wizi kwa kiwango gani? Kwa sababu kuna wizi wa aina mbili. Kuna wizi wa kuchukua kitu cha mtu bila taarifa. Unakata madirisha, unategea umeondoka, unavunja, unaiba. Ni wizi wa kuchukua kitu cha mtu bila taarifa. Kuna wizi wa pili tunaita wa kitapeli. Mwenye kitu anakukabidhi mwenyewe kwa mikono yako. Unamshangilia na kumshangilia. Unamsindikiza na kumsindikiza. Kumbe mwizi. Sasa kama kwenye mavuno ulichukua mahindi yetu, ulichukua mapapai, ulichukua matikiti, mpaka leo hujalipa, halafu unatuzuia tusikuite mwizi, kweli? Basi tunakuongezea cheo, mwizi mstaarabu. Kwa sababu hiyo nadhiri uliweka mwenyewe, amesema kwa mzee wa kanisa. Wewe mwenyewe ulisema nitafanya hiki, halafu ufanyi. Una amani. Tunaandaa meza ya Bwana na wewe unakinga mdomo. Unachagua tukombe tulichojaa. Huku najua uliiba jogoo wa kanisa kwa kigezo cha munada. Na wazee uliwaambia wiki ijayo. Sasa mpaka leo hiyo wiki ijayo haifiki. Umefuka na madeni mwaka mwingine. Hivi ukilipa sasa tuhesabie ni mavuno ya 2019 au tuhesabie mavuno ya 2018? Lakini wakati mwingine mimi niseme mchungaji, na bahati nzuri nimefika siwafahamu watu. Niseme wanaotuangusha wengine ni wazee wa kanisa. Sijui kama nitapata nauli, lakini ngoja tu niseme wazee wa kanisa ndio mnaotuangusha. Bahati nzuri nauli ninayo hata msiponipa. Wazee wa kanisa ndio mnaofanya wakati mwingine makanisa yanafilisika. Kwa sababu hamjui wajibu wenu. Wale wazee wa kanisa, yeye mnajiona watu wa kawaida. Rafiki yangu, yeye ni watu mwenye mamlaka kwenye kanisa. Mnanisikia mama kule? Ukiitwa mzee wa kanisa, wewe ni zaidi ya mchungaji, wewe nikwambie. Kwa sababu mchungaji anatuza watu, hawezi kuona wote. Wewe unakaa nao, unaishi nao, uko nao huko mitaani. Alafu hili kanisa, tunapochagua wazee, ndio wasimamiaji wa mali za kanisa. Ndio maana hakuna kitu kinaweza kikafanyika bila kikao cha wazee. Na tukitoa sadaka, tunawakabidhi.
mali zenu hizo hesabuni. Mnazihesabu, mnamwambia mtunzaji na tutunzie, tutakuja kuchukua kwa wakati wetu. Yeye ndio mwenye mali. Ndio maana mtu akitoa na ahidi na kitano, mnaona kwenda kuandika ni mzee mwenye mali. Kwamba umechukua jogoo wetu 50, jina lako Maferombe Mwandwanga. Haya. Utalipa nini? Haya nani? Wewe umechukua kiroba cha mchele, nani? Masawe babangu. Haya unamandika. Siwe nani wewe mnaandika. Hivi yale makaratasi mnaweka wapi? Wenzenu trafiki akimwandikia mtu faini lazima ikalipwe. Sasa nyinyi matrafiki wa kanisa, hizi faini zinaenda wapi? Hawa watu mnawaandikia. Kwa nini msiwaite kwenye vikao wadaiwa sugu? Ita kikao, mwenyekiti wa baraza yupo. Katibu, mwenyekiti anakuwa na kumbe narusha na madongo mpaka huko. Kwa hiyo katibu wa baraza yuko hapa. Ubarikiwe baba, barikiwe. Nafasi hiyo wengi wanaitamani, Mungu alikutunuku wewe. Sasa lazima wakati mwingine muite vikao. Agenda wadaiwa sugu. Waitwe kwenye baraza. Kabla hamjawatumbua mbele ya kanisa, mwanze nao kwanza huko. Kwamba tumekuita Maferombe Mwandwanga. Tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka jana ulichukua jogoo. Mpaka leo hujalipa. Hebu niambie baraza, ulikuwa Nguchiro, ulikuwa Cheche, ulikuwa Mwewe, ulikuwa Kamunyamagana, aliyechukua jogoo hajalipa mpaka leo. Hebu niambie baraza hapa. Mwe. Hakuna mwe hapa, tunauliza jogoo ajieleze. Mkimalizana na Maferombe Mwandwanga, Masawe njoo. Tarehe 24 mwezi wa 10 ulichukua mayai tray akaja. Paka leo hujalipa. Hebu niambie baraza, hayo mayai umeatamia, unataka kutotoa? Hayo mayai paka leo hujayalipia. Vyuma vimekaza babangu. Sasa ulichukua hivyo, ulijua grisi utatoa wapi? Waitwe. Mwingine alichukua kitenge, aitwe. Wakishindikana kulipa kule, mnawaandalia surprise. Mnategea ibada ya pamoja kama hii. Dada yangu unasimama, tuna majina ya watu hapa, paka sauti kako kana. Tuna majina ya watu hapa. Tunaomba waje mbele. Mwandwanga Maferombe, Masawe Nkia, sijui nani, mje mbele. Wafikirie mmewateua kwenye kamati. Wakifika mbele unaambia shika maiki. Maferombe, niambie kanisa kuhusu yule jogoo wao. Kwa sababu aliyetoa jogoo sio kwamba ana allergy naye. Mtu anatoa kwa kujitoa kabisa. Anamshika jogoo, anasema jogoo nenda kamtumikie Bwana. Na kutamani, lakini nafanyaje sasa? Kamtumikie Bwana jogoo. Jogoo analia, kwa muda nenda. Sio kwamba mimi sikupendi, lakini kamtumikie Bwana jogoo. Anamleta kanisani jogoo, anapigwa mnada mwenye naye na analamba mate. Anaondoka naye. Na yeye mwenye ametoa sadaka yake kwa maumivu. Sasa unatoka kwa miguu yako kuja kumchukua huyo jogoo kirahisi tu, unaondoka naye. Wewe Mungu ni wa neema. Mwambie jirani yako, Mungu ni wa neema. Kuna watu mungekuwa mnahalisha kila wiki. Kwa sababu ulikulaje jogoo wa kanisa, alafu utaki kumlipia? Ulikula mchele wa kanisa, ulikula matembele ya kanisa, ulikula vitu vya kanisa, hujalipa mpaka leo. Alafu uko mzima tu. Kweli ni neema ya Bwana.
kwamba sisi hatuangamii, ni neema yake. Lakini usimpipu Mungu kiasi hicho. Mungu yuko furu chaji, ipo siku atakupigia. Wengine mnaweka harambee ndo mahali pa kujua na yeye yupo. 1,000,000, 500,000. Moyoni anasema mtaisoma namba. Ngapi? Unafika wakati wa kulipa, subiri nipe muda, nipe. Paka michango inaisha, muda unaisha, ulijitwalia mausifa, maujiko kanisani wakati utaki atakulipa. Ulitamka vya nini wakati wewe ni mbaili? Ndio maana kuna watu wengine wakifa, wachungaji wanasema kifo chake ni pengo, ni pengo. Kifo cha marehemu ni pengo. Wakisha wanasema nafikiri kanisa walimpenda, ameacha pengo. Hamuna. Mapengo mengine ni siri yangu na kitabu cha katibu na baraza la wazee. Mapengo mengine ni siri ya mwenyekiti wa ujenzi. Marehemu aliahidi nondo, amekufa hajalipa. Aliahidi mifuko ya simenti, amekufa hajalipa. Aliahidi vitu mbalimbali, pesa, amekufa hajalipa. Hivi huyu kifo chake atatuachia pengo? Tena wengine sio pengo, kibogoyo. Maana kwenye kwaya anadaiwa, kwenye Sunday school anadaiwa, kanisani anadaiwa. Alafu nakufa, unakufa kufaje? Madokta wengi hapa ni mashahidi. Kuna watu huko Tumbi wanakufa wanatoa macho. Wanamshikilia. Unajiuliza kwani anatoa macho huyu? Kumbe mbele anaona jogoo na mdonoa aliyekula ya kujipa. Mbele anaona nondo, mbele anaona mifuko ya simenti imezuia njia. Anaanza kanisa ya mchungaji, njia sioni. Sema ukweli, nini kimezuia njia? Naona giza. Unaona giza? Nini kimezima taa? Maana Yesu ni nuru yetu. Biblia inasema tujapokufa tutakufa pamoja naye. Huyo nuru tutafufuka pamoja naye. Sasa wewe unakufa na nuru, wewe unasema naona giza. Kanitie mchungaji. Mchungaji anafanya maombi kwa neema, njia inafunguka na mpaka watu wanakuja kufunika macho. Unakufa bado yanaangalia namna hii. Kumbe anakondolea mifuko ya simenti, anakondolea jogoo, anakondolea vitu ulivyochukua kanisani. Umekufa, umetuachia pengo. Ndio maana mimi siku moja niliongea maneno ambayo wachungaji wote hakuna aliye ni support. Nikasema kama ingewezekana kanisani tuwe na makaratasi yenye muhuri wa polisi na mahakama, ili mtu akiahidi, kwa sababu kanisa ni taasisi inafanya kazi chini ya serikali, tunalipa kodi. Ndio maana saa nyingine nashangaa serikali inapeleka polisi kwa kulinda mahakama, kulinda magereza, kulinda mabenki. Kwa nini kanisa hawatuletei polisi hapo? Hii ni taasisi yao, ili hawa wanaotuibia hawalipi. Useme tu afande, unaweza ukatuletea Karandinga ambalo liko karibu. Tuna watu walichukua mifuko hapa ya nani, waliochukua maziwa, walichukua mayai, walichukua nini, hawataki kulipa. Hebu pelekeni kule, kwa sababu tayari tuna karatasi lina muhuri wa polisi na mahakama. Unapoahidi kwambia andika hapa. Natoa 1,000,000, hatuna shida, andika hapa. Natoa 500,000, amina, andika pale. Jina lako, namba yako ya simu, kiasi, kitambulisho, nini, ili siku ya siku. Kwa sababu tupo kanisani. Ningekuwa nje ya kanisa ningesema ukituzingua. Sasa labda nitumie neno ukitusumbua. Tukusanye yale makaratasi, tupeleke polisi. Tuseme hawa ndio wasumbufu wa kanisa. Polisi waje wakukamate. Ana polisi sio jehanamu, ni mahali pa usalama. Waje wakuhoji, uliahidi 2,000,000 mwaka jana. Kwa hiyo mpaka sasa kuna nini? Vyuma. Wakati unaahidi ulifikiri grisi itatoka wapi? Sasa hujui kwamba kanisa waliweka mpango. Kwa sababu unapoahidi, sisi kamati tumeingiza kwenye matumizi.
mwenyekiti wa ujenzi ameshapata mifuko ya simenti, nondo, kila kitu. Anamuita na mkandarasi, anasema uje, pesa tayari, kuna milioni 2. Alafu unaingia nazo miti. Unataka mwenyekiti wa ujenzi akajipige bei yeye ndo alipe kwa niaba yako. Kwa hiyo mambo haya tusipokuwa waaminifu kulipa nadhiri zetu, tutalisumbua kanisa. Hawa ndio viumbe ambao mchungaji, wengine ndio washirika wako. Hawana habari. Hawa viumbe wengine wamechunga kwenye kwaya, wasumbufu. Mnakubaliana mazoezi saa 11 ya muda mzuri huu. Inafika siku ya mazoezi anakuja saa 12 kwa kudeka. Mwenyekiti anamuuliza, "Wewe mbona umechelewa sasa?" Mimi sili kwaya wala silini kwaya. Sasa najiuliza, aliyekulazimisha jiunge na kwaya nani? Kwaya ni wito. Kama wito huna, bora ukae pembeni, tujue kwaya na watu 10 kuliko kuwa na idadi ya watu 50 wanaohudhuria 5, wanaohudhuria 10, halafu mnakuja kwa mgao kama TANESCO. Waliokuwepo wiki hii, wiki ijayo hawapo. Wana nini hawa? Ndio maana mwalimu anashinda kufundisha nyimbo. Angalia makanisa mengi, wanaimba nyimbo zile miaka 20. Kwaya wakituni wimbo, kanisa zima linaunguruma. Mwalimu akisema atakapokuja Yesu, kanisa zima maana wote wanaujua umeimba miaka 5 mfululizo. Na haimaanishi hiyo kwaya haina mwalimu, wanae. Lakini waimbaji hana. Ana waimbaji wenye tabia za kitanisho. Halafu wakati mwingine mnawapa tabu walimu wenu. Nawaambiaga siku zote, mtunzi wa nyimbo hawezi kutunga wimbo akiwa na akili timamu. Lazima kubali kwa fiato. Rafiki yangu pale atakubaliana na mimi. Kuna wakati unakaa peke yako kwenye mti, unatunga wimbo. Hivi wale watu wanaopita pembeni wanakuonaje? Uko peke yako unasema Yesu ako. No. Yesu ako. No. Atakapo. Alafu wanapita pembeni wanakuangalia. Mzee msomi yule na kipara cha kisomi anaongea peke yake. Wanaweza kumpigia simu mke wako kwamba tayari muaishe utumbi kimeshachachamaa, kumbe ndo unamaliza beti na pili. Halafu unafika kufundisha kwaya, wamefika 4. Mwisho wanakuvunja moyo, unasema nilikuwa na wimbo mpya. Anyway, tutajifunza wiki ijayo, labda tutakapokuwa wengi. Unafika wiki ijayo, waliokuwepo hawapo, wamekuja wengi. Kwa mwisho mtakuwa mnajikumbusha zile. Rafiki yangu, nafikiri unakubaliana na mimi kwamba viumbe hawa pasua kichwa. Kama una hasira, unazira. Unasema basi ya leo tafuteni mwalimu. Usizile. Hawa ndio viumbe pasua kichwa. Mwenyewe nao viumbe amewaandalia mpaka jehanamu. Hawaogopi, hawatishiki. Hasa unafikiri wataiogopa kwaya yako isiyo na jehanamu, isiyo na polisi, isiyo na virungu, waiheshimu kwa kitu. Yaani hawa viumbe ni tabu. Ndio viumbe hawa. Nilienda kanisa moja, nilikutana na vituko. Wazee wanaposoma matangazo, utasikia Jumatano maombi ya mwenye haji, Juma ngapi fellowship hajawahi kuhudhuria, na nini. Ndio hawa viumbe hao. Hii semina ilipitishwa na baraza la wazee, lakini usije ukakuta kuna mzee hata kanyaga hata unyayo. Alafu ni mzee wa kanisa.
Wakati wazee wa kanisa ndio security wa kanisa. Nikifundisha vitu vibaya hapa, nyinyi mnapaswa kusema mchungaji, no, unanipeleka kanisa siko. Msaidieni, maana wakati mwingine mchungaji anaweza kaniogopa kwa sababu ni rafiki yako. Sasa anyway, Mungu asaidie hivyo tutarekebisha baadaye. Lakini nyinyi mnapaswa kuliangalia kanisa. Ndio maana siku zote nasema baraza la wazee ndio kamati ya maombi ya kanisa. Na ndio maana wanapaswa wao, kama ibada inaanza saa 1, wao wafike hapa saa 12 kungurumisha maombi. Kuombea ibada, kuombea nyimbo, kuombea vitu gani, kuombea. Ndio kamati ya maombi. Na Biblia inaficha, inasema hata swala la kuombea wagonjwa ni kazi ya wazee wa kanisa. Kama hawaombei, basi tutakuwa tumenyang'anya tenda yao. Lakini kusoma Yakobo 5:14 anasema kama kuna mtu hawezi kwenye kanisa lenu, na awaite wazee. Wafanyeje? Wamuombee. Kuomba kwao kwa imani kutamsaidia huyu mgonjwa. Leo pepo linalipuka na kutamsaidia timwambio. Anasema waite maombi, waite wale kundi maombi, waite. Biblia imesema tuite kundi la maombi. Imesema tuite wazee. Haleluya. Yaani hao viumbe tunafanya semina hapa. Unashaka vikundi vya kanisa havipi. Wanaita kwa kina mama, hatupo. Kaya vijana, endelea. Sio kwa nini? Asinajuliza, hivi kanisa tuliunda vikundi vya nini kama kwenye matukio havihusiki? Nilienda kanisa lingine ndio nilikuta vituko. Kanisa limeandaa semina. Wengine wako kule wanasema dada sasada. Alafu wanatuma mtu wanasema kamwambie fundi mitambo apunguze sauti. Hivi naingiliana na mazoezi yako haya. Wachungaji mna kazi. Mmeitwa. Yaani unaandaa semina ya kanisa. Mwingine anaweka activities yake za kwake. Sasa kama unafanya mazoezi ya do so utasoso wapi kama sio hapo? Miaka yote huko umefanya mazoezi. Umefika sasa wakati wa practical. Muimbe kwenye semina, muwepo. Mwanzo mwisho, hii ni semina ya kanisa. Unajua mtakuwa mnitendei haki. Mimi niache familia yangu nije kukaa na mabenchi. Hiyo itakuwa sio fair. Nafikiri mimi sipendi mke wangu. Nampenda. Lakini naamua kumwambia mama kaa huko Tukuyu kula matata, kula maviazi. Kwanza nikahudumie watu wa Mungu pale. Alafu wewe unaniachia kiti. Mchungaji tuko wote kiroho, nimekuja kufundisha viroho vya watu hapa. Kama ungetuma kiroho, si ungeniambia na mimi nitume cha kwangu, kwani mimi cha kwangu kisingefika. Kama mchungaji aseme jamani, mchungaji yeye hayupo physical, lakini kiroho chake amekituma, kwa hiyo na nyie mtume viroho vyenu, viroho vije vifundishane hapo. Yaani mimi nije physical kwa mwili kabisa, alafu wewe unaniletea kiroho. Mchungaji tuko wote kiroho, wakikupigia waambie ushindwe kabisa. Mimi sikuangalia semina viroho vyenu, nimewaangalia nyie. Uje na kiroho chako na mwili wako uje hapa. Na maana hata viongozi wenu wa kwaya mnawatumia viroho. Mwenyekiti tuko wote kiroho, ndio tutapiga step. Ndio tutakifundisha nyimbo mpya kiroho chako. Watu wasema kwa mahubiri haya, sitakuwepo. Nilijua kuna wengine ndio namalizana nanyi. Lakini hatusipofika kidari kalale nacho. Na haya mafundisho hayatafutika. Hatukikaa kusema ndio sisi mchungaji alikuwa anatusema, ndio sisi. Tunataka tubadilike. Yaani wa kiumbe ambaye Mungu aliyesema tazama kila
lakini tumikia kwa uaminifu. Wakati wa zaka unatoa kwa uaminifu. Maana siku hizi hatupokei zaka, tunapokea michango ya sehemu ya zaka. Yaani kuna watu wanahoji CV za Mungu kama anajua hesabu. Kwa hiyo hata akilipwa milioni 1, sasa hivi Mungu atakuwa anaelewa asilimia yake? Hawezi kuelewa. Anamwona televisheni, anamwekea mle, anakuja kwa mbwembwe, tomtolea Bwana. Kwa hivyo Mungu anatamani ashuke, ampe kwetu kwa ulioleta hiyo. Sio asilimia ya mshahara wako. Hiki ulichokileta ni KJ. Kuna watu wanamfanya Mungu yani kama vile hajui kuhesabu. Na wengine ndio kabla hajapata kazi, hajapata duka, hajapata shamba, alikuwa bonge la mtu wa kiroho. Baba, ukinipa kazi, nitakuwa mwaminifu, nitakutolea, nita. Yani wana ahadi kama za mwindaji. Niwahi kusema siku moja, wawindaji wana roho moja ya ajabu kweli. Mwindaji anapokwenda kuwinda, anatumia wingi, yani yeye na mbwa wanaenda wapi? Kuwinda. Akifika mawindoni, yeye anajifanya mhamasishaji. Mbwa ndio mwindaji. Kwa kamata, shika, kamata, piga mrusi. Mbwa anajua hapa tukikamata tutakula na baba. Anaenda kwenye miba, kwenye makorongo, kwenye nini. Yeye anachagua njia nzuri za kupita. Kamata, mbwa anakamata, kishika pa. Mbwa analia kamulio fulani. Manake baba njoo, tayari. Jamaa linaenda na fimbo. Hapigwi mnyama aliyekuwa na windwa, anapigwa mnyama mwindaji mbwa. Ndiye anapigwa na fimbo. Pa! Paka mbwa anasema jamaa kakosea. Au amekusudia. Anakuta tena. Paka! Amekusudia. Mbwa anaachia mnyama anakaa pembeni. Jamaa linaokota mnyama linaweka begani. Kiswahili kimebadilika. Sio tumetoka kuwinda, ni nimetoka. Yeye. Mbwa asimsogele, toka, akae distance kidogo, ampe space. Anafika nyumbani, anamchuna mnyama, anambandika kwenye moto, kwenye mkaa, anamchoma. Mbwa anakaa usawa wa mlango kumkumbusha kwamba kumbuka mbio zangu, kumbuka. Anasema toka. Mbwa anasema sawa, natoka, lakini nakaa usawa wa mlango. Jamaa linachoma nyama inaiva, linaanza kula. Mbwa anabaki kumsindikiza, anashuka naye, anapanda naye, anashuka naye, anapanda naye, anajaribu kumkumbusha toka. Anarudi nyuma. Jamaa linakula steki yote, linatafuna hata mifupa iliyo laini. Inamshinda ile migumu kwamba hisi ikavuja meno, maana na kesho ipo. Ndo anakusanya ile mifupa, anasema nikatupe. Ndo anakumbuka, anamuona mbwa, anasema kumbe tulikuwa naye. Ndo anamuita, hapa njoo. Ndo anamrushia mifupa. Mbwa ameokoka, hana kisirani. Anachukua ile mifupa kwa shukrani, anatikisa na mkia kwamba asante kwa hii. Maana na yenyewe ungepeleka kwenye jiwe ukatwanga ukala kicho ndani. Umenionea huruma. Mbwa anaondoka na ile mifupa. Kama angalie mbwa anavyokula ile mifupa. Anakula huko anapindisha shingo. Anakula huko anapindisha shingo. Ni vile hatujafikia level ya kujua lugha za wanyama. Maana wanyama nao wanaongea, wana vikao, wana mikutano, wanafundishana, na wao wanafundishana ufundi, kusuka, kuchimba, kushona kiota. Na wao wana VETA. Wanafundishana. Ni vile upeo wetu sisi haujafikia huko. Wanaongea. Ndio maana mama kuku anaweza kuambia vifaranga, "Jifiche mwewe." Chote vinatawanyika. Wanaongea, wanawasiliana. Sasa tungejua lugha ya wanyama, tungemsikia Mungu anavyosema, Mungu, kazi yote niliyofanya nimeambulia mifupa. Yawezekana Mungu anasema, Mungu naomba huyu muwindaji mulaani asinenepe. Uliwahi kumwona muwindaji munene? Uliwahi kumwona muwindaji aliyetakata? Wote wana maisha duni, laana ya mbwa. Sasa hawa viumbe, ndo namaliza, hawa viumbe wakati mwingine wanamfanya Mungu kama
kama mbwa wao. Asipokuwa na kazi anasema baba kapata kazi baba. Anahangaika kwa mitume na manabii, kwa nani? Niombe nipate kazi, mikosi. Kuna mizimu inasuzuia. Mizimu ya wapi? Wache mambo zako wapumzike. Mzimu ni wewe, ndio mzimu mwenyewe. Mungu anashughulika kweli, Mungu anamsaidia kweli, anapata kazi. Akipata kazi anachukua fimbo anasema Mungu toka. Mungu anasema jamaa kakosea. Anasema toka. Kwa anachukua ile mshahara wote wa kazi, anaubanika, anaula peke yake. Roho Mtakatifu anamkumbusha kwa mbali, zaka toka. Anaanza kumhubiria Mungu, anasema Mungu, ni kweli hapa nilitakiwa nitoe zaka. Ni kweli. Lakini sasa najenga, ungekuwa wewe. Sasa nasomesha watoto, ungekuwa wewe. Kwa anamhubiria Mungu kwamba tusameheane zaka ya mwezi huu, tusameheane. Inakuja ya mwezi kesho, tusameheane zaka ya mwezi huu. Moja. Anamhubiria Mungu. Kwa anakula zaka yote, anabakiza mifupa. Ndio anagundua kumbe yuko Mungu. Ndio anakusanya mifupa, anaweka kwenye bahasha. Kwa hiyo vyombo vya sadaka vinapokea mifupa. Korokoto, 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 korokoto. Steki zote zimeliwa zimeliwa huko kwa kuhonga, zimeliwa kwa kanisani. Alisema vyuma, pesa hazitoshi. Kuhonga wanawake, anahonga 200,000, anaomba na msamaha. Utafikiri mwanamke ni sakosi, utafikiri mwanaume ni sakosi. Anakaambia Kaserengeti mwezi kake samahani, mshahara na nini, 200,000. Lakini kwa Mungu zaka inatolewa kwa mbinde. Na wako wengine hata msamiati wa zaka kwake ni msamiati mpya, hajawahi kutoa. Na mwingine akitoa hatoi zaka. Ndio maana pale pana neno leteni zaka kamili. Maana inajua kuna watu watatoa lakini isiwe kamili. Hawa ndio viumbe. Halafu asipobarikiwa wakwanza kulaumu. Yaani mimi sioni baraka. Na kanyaga nguvu za giza. Na wewe jikanyage kwanza, wewe ndio nguvu za giza. Umekula zaka yote, huna habari. Unajua kanisa, kama watu wangelipa zaka kwa uaminifu, hapo ulipokaa upande huu kungekuwa na maji kubwa, upande huu pangekuwa na juisi, mbele yako kungekuwa na korosho, kungekuwa na pipi. Sasa kanisa lingekuwa linafanya nini mihela yote hiyo? Nilienda kanisa moja kwa wenzetu, nyuma ya kanisa kule kuna kahoteli ka kanisa, free of charge. Yaani wewe hamna haja ya kuchelewa, waisha tumbo lako litakuta hapo mikate, blubendi, chai, kahawa, unakinga tu kwenye nani yale, nataka kunyamaziwa, nataka kuna kila kitu kimekuwa provided na kanisa kwa sadaka zao. Hakuna shida, hakuna njaa. Kuna watu wanalala kanisani, tunasema toka shetani. Hakuna cha shetani, huyu kapiga deshi usiku hakula. Lakini tunafanyaje? Tusadaka tu yetu tuakuunganisha na sote. Yaani mtu anakuja mbele kutoa sadaka mbubi kubwa kama ya Tyson. Ameweka kamia, ameweka kamia 5, ameweka kamia. Unajiuliza, unaishi kibaha, unatoa 200. Urudi tu mbele, maisha yamekushinda. Urudi tu Moshi, maisha yameshakushinda. Yaani Mungu mkubwa, unatoa tu sadaka mpaka mkono wako unashangaa. Usije mkakosa kwenye semina, tusimame. Haleluya. Inamisha kichwa chako. Tafakari maisha yako ya rohoni. Umekuwa kiumbe wa aina gani? Unaishije na wenzako? Unaishije na watu kwenye familia yako? Unaishije na kanisa? Mambo ya kanisa yanayowekwa hapo unayapa kipaumbele kweli? Semina zinazowekwa unazipa kipaumbele kweli? Maombi yanayowekwa unayapa kipaumbele kweli? Nyumbani kwako unaishije na mumeo? Unaishije na mkeo? Unaishije na wazazi wako?
Kwenye ukoo wenu unaishije? Unakaeje na watu? Maisha yako ya rohoni yakoje? Huenda watu wanateseka na wewe, lakini hujaharibika kiasi hicho. Fika mahali mwambie Mungu, niko tayari unitengeneze. Mwambie niko tayari nibadilishe niwe kiumbe kipya. Kuanzia leo nibadilishe ili niishi na watu vizuri. Neema yako Mungu isipungue kwangu. Nataka nikuongoze sala hii. Wewe unayesema ujumbe huu umegusa maisha yangu, umenigusa kwenye maeneo mengi, Roho wa Mungu amesema nami. Unasema ujumbe huu ulikuwa unabii wa maisha yangu. Kuna vitu vingi Bwana amenitabiria kupitia kinywa chako, mtumishi wa Mungu umesema na maisha yangu. Unasema nataka Mungu akusamehe. Kama unatamani nikuombee sala ya toba, Yesu akurehemu, hapo hapo ulipo unaruhusiwa kuinua mkono juu namna hii. Nifuatishe maneno haya. Ina mkono wako juu na natamani nikuongoze sala hii. Umeguswa na mafundisho haya. Unasema mchungaji, nimeguswa kwa kweli. Naomba Mungu anisamehe. Ina mkono wako juu, nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimesikia mafundisho haya. Ni maneno ya kinabii yaliyosema na maisha yangu. Kwa moyo wa unyenyekevu nipo kwenye madhabahu yako. Naomba unisamehe, naomba unitakase, naomba unioshe kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani. Anza maisha mapya kwenye maisha yangu. Kuanzia leo nikabadilike kwenye utoaji wangu, kwenye nadhiri zangu, kwenye wajibu wangu. Yesu, niwezeshe niwe mwaminifu kuanzia leo. Baba, kanisamehe dhambi zangu zote ninazokumbuka na ambazo sikumbuki. Futa zote kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani. Asante Yesu kwa kunisamehe. Napokea msamaha. Amen. Weka mkono wako kifuani sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu umeachilia mafundisho haya kwa lugha rahisi, kwa mifano miepesi, kwa lugha inayoeleweka. Injili iliyokuja kwenye maisha yetu ya kawaida. Umesema nasi Bwana kama tulivyo. Ulikuwa ni unabii wa maisha yetu. Nasi Baba tunakuja kwako kama tulivyo. Tunaomba tusamehe, tutakase, tuoshe, turekebishe maisha yetu. Tuwe watu wapya kuanzia leo. Tubadilike Bwana. Asante kwa mwenendo kwa pamoja nasi. Katubariki wanao. Tupe tena kiu ya kurudi tena jioni. Umetuandalia semina nzuri. Tuipe kipaumbele. Tutoe muda wa kuja hapa kama sadaka pia. Na wewe Mungu kaikumbuke sadaka yetu hiyo ya muda. Katika jina lako Yesu Kristo, wana wa Mungu tuseme amen. Wana wa Mungu tuseme amen. Tuonane jioni tutakapokutana kwenye semina wakati naanza somo. Huu ulikuwa utangulizi.